What a powerful moment. Ni wakati wa nguvu nyingi. What a wonderful moment to be in the presence of the Lord. Wakati wa ajabu kuwa kwenye uwepo wa Mungu. I want to thank God for yet another opportunity He has given to us to be used of Him today. Nashukuru Mungu kwa kutupatia fursa nyingine tupate kutumika. And I want to thank God for Mama Monica. Mama, karibu sana na watu wako. Nashukuru Mungu kwa mama wa Monica pamoja na jamii yake. When we preached at the funeral of her daughter, we were not sure that she meant it. Amina. Tulipohubiri kwa matanga ya mwanawe, hatukujua ya kwamba amemaanisha wokovu. And today she has manifested that she actually meant business. Leo hii imejidhihirisha ya kwamba mama alimaanisha kupokea wokovu. This afternoon, adhuhuri ya leo, we still want to talk about the theme 2021. Bado tutazungumzia mada ya huu mwaka wa 2021. Is that topic there? Je, ingalipo? That is the one. Basi mada iko kwenye runinga pale. What is interesting? Inafurahisha jinsi wameiandika tena. Christocentric is the opposite of egocentric. Yaani hiyo ni tofauti, imetofautishwa na mtu ambaye amelenga majivuno yake mwenyewe. I didn't know it existed until I found out yesterday that it is a word which is recognized. Sikujua inazidi kudumu, angali jana ndio nilitambua ya kwamba bado niyo hiyo tunaendelea nayo. So Peter Obuya remains my name and the Lord is my savior. Majina ya mzee ni Peter Obuya, nami ni Judith Mung'ore na nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. This is a life that is Christ focused. Haya ni maisha ya kumlenga Yesu. In the year 2021, I want us to purpose. Mwaka wa 2021 ningependa tupate kusudia. Purpose to walk with Christ. Maanisha kutembea na Yesu. Purpose to reflect the image of Christ. Maanisha utembee kuonyesha Yesu. So that when somebody sees you, the person can see Jesus through you. Amen. Mtu akikuona apata kumuona Yesu ndani yako. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, I want it to be reflected in our lives in 2021. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 17. Ningependa tumaanishe maandishi haya yawe nuru kwa maisha yetu. I am a King James version person. Kindly, King James. Anapenda tafsiri ya Yakobo. That therefore if any man be in Christ. Basi yeyote akiwa ndani ya Yesu. That if you are in Christ in the year 2021. Ya kwamba ukiwa ndani ya Yesu huu mwaka wa 2021. That you are purposing to be a new creation in this year. Na ya kwamba umekusudia uwe kiumbe kipya huu mwaka. That you purpose to ensure that old things have passed away. Na umekusudia kuhakikisha ya kale yameenda. And trust God that new things are coming your way. Na umwamini Mungu mambo mapya yaje. How are we walking in 2020? Can we purpose that in 2021 we are going to walk straight in the Lord? Naomba tuamini Mungu ya kwamba huu mwaka wa 2021 tutembee kwa njia ambayo ni ya uungu. We are going to reflect the image of Jesus. Tuonyeshe Yesu. In the morning, in the noontime, in the evening, at night, when you are sleeping, wherever you are, let the image of
of Jesus be reflected in us. Asubuhi, adhuhuri, utembeapo, uendapo kulala, tafadhali onyesha tabia ya Yesu ijidhihirishe ndani yetu. Because a lot of things compete with Christ for the center stage. Kuna mambo mengi ambayo hupenda kupingana na Yesu. That's why I'm calling it, even purposing to walk with Christ is a war. Ndio maana ninamaanisha ya kwamba kukusudia kutembea na Yesu ni kutembea, ni mwenendo. That is why we are called soldiers of Christ. Ndio maana tunaitwa askari wa Yesu. Soldiers of Jesus Christ. You are a soldier, I am a soldier. We are at war in the morning, in the evening, we are at war all the time. Mwanajeshi wa Yesu Kristo inamaanisha kila wakati umejiandaa, upo vitani kila mara. So we have to be determined. Lazima tufanye uamuzi. This walk with Christ requires determination. Hii kutembea na Yesu ni kufanyia uamuzi. We have to purpose to walk with him. Ni lazima ukusudie ndani yako kutembea na yeye. It requires change of attitude. Inamaanisha nia yako lazima ibadilishwe. And conviction. Na tena upate kusawishika ndani yako. We have to be convicted. Lazima tupate kushawishika. As Paul says in 2 Timothy chapter 1 verse 12. Jinsi Paulo anasema katika Timotheo wa pili mlango wa 12. He says, for I know whom I've believed in. Mlango wa kwanza mstari wa 12 Paulo asema, namjua niliyemwamini. I know whom I have believed in. Nimejua ni nani nimeamini. And I am persuaded. Na nimesawishika. Praise be to God. Amina. I am convicted. Nimemaanisha ni kusawishika. That he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ya kwamba yeye atapata kulinda kila ambacho nimekabili kwake. Joshua says in Joshua chapter 24 verse 15. Joshua asema hivi mlango wa 24 mstari ni wa 15. That as for me, ya kwamba mimi and my house. Kwangu mimi pamoja na nyumba yangu. Can you say that yourself? As for, tafadhali jijiambie, mimi pamoja na nyumba yangu. Let's say it. But as for me, amua kusema mimi and my house, pamoja na nyumba yangu. But the underline words. Angalia, but as for me, angalia tumeweka mstari pale. And my house, mimi pamoja na nyumba yangu. What are we going to do? Tutafanya nini? We will. Mimi pamoja na wa nyumba yangu tutamtumikia Mungu. But serving the Lord is not easy because there are so many things that are at war. Kumtumikia Mungu si njia rahisi hivyo, maana kuna vita zidi yake. Let's look at some gentlemen here in Luke chapter 9. Tunatazama Luka mlango wa 9. Luke chapter 9 verse 57. Luka mlango wa 9 mstari ni wa 57. 59 and 61. Let's start with 57. Tutaanza na mstari wa 57. And it came to pass, basi ikatendeka hivi, that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee wheresoever thou goest. Walipoendelea na safari, pakatokezea mmoja akamwambia, Bwana, nitakufuata. There is one day that somebody here made a decision to follow Jesus Christ. Kuna wakati mtu hapa aliamua kumfuata Yesu. I know some of you have forgotten that day. Mimi najua kuna wengine ambao mmesahau ni siku gani ulimkiri Yesu. There's somebody who has forgotten the day he or she gave his life to the Lord. Je, kuna yeyote ambaye amesahau ni siku gani aliokoka? Whether you have forgotten or not, uwe ulisahau ama la. But what we know is that one day you gave your life to Christ. Jambo tunaelewa ni ya kwamba siku moja ulipokea Yesu. So this man came to Jesus, and it is like he's a volunteer follower. He was not called. He came to Jesus himself. Huyo mtu alimfuata Yesu. Hakusulutishwa kumfuata. Yeye alijifanyia uamuzi. And he told him, Lord,
I will follow you wherever you go. Kamwambia Yesu, popote uendapo mimi nitakufuata. Then Jesus tells him some words there, above verse 58. Yesu akamwambia hivi. You know, this is a man who comes to Christ, tells him, Lord, I want to follow you. Kumbuka wewe ni mtu amejipeleka kwa Yesu na kumwambia, Bwana ningependa kukufuata. What does Jesus tell him? Yesu akamjibu nini? Foxes and but then Jesus finished with him. Yesu akamjibu akamwambia ya kwamba mbweha na ndege wana mahali pa kuweka kichwa akajilaza, lakini mwana wa Adam hana mahali pa kulaza kichwa chake. And that was the end with that fellow. Kumbuka hilo jibu Yesu alimpatia, atumsikii tena akitokezea. Jesus never told this man anything. Now, suppose you are this man. You have come to Jesus to ask him, Lord, I want to follow you wherever you go. Then he tells you, foxes have holes. Birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Basi, kumbuka, jichukue wewe ndio huyo mtu ambaye unaenda kwa Yesu na anakuambia ya kwamba mbweha wako na mashimo mahali pa kujiingiza, ndege wako na mahali pa kujilaza, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake. What would you do? Would you go back home? Wewe utafanya nini? Je, utajirudisha nyumbani? Are we told what became of this man? Are we told that he followed Jesus? Je, kuna mahali tumejulishwa tena kama alimfuata Yesu? Are we told that he went back home? Je, tumejulishwa ikiwa alirudi nyumbani? What do you think? Do you think he followed Jesus or he went home? Kulingana na wewe unaona aje, alimfuata Yesu ama alirudi kwake nyumbani? Mzee unasema he went home. Presbyter amesema alienda nyumbani. He might have gone back home because Jesus was not giving this man hope. Manake Yesu hakuwa anampa huyo mtu tumaini. He is telling this man that you want to follow me, well and good, but get to know. Anamjulisha ya kwamba unataka kunifuata, lakini jua hivi. Get to know. Nataka uelewe hivi. That following me has no comfort in it. Ya kwamba kunifuata mimi hakuna raha ndani. You know, Jesus did not want to tell him that you come, there will be bluebird and gem and hii ingine ni gani? Yesu hakutaka kumwambia ya kwamba ukinifuata kutakuwa na shagi, kutakuwa na matunda pia ya kupaka mkate. There will be no 5-course meal when you follow me. Ya kwamba usifikirie kutakuwa na hizo vyakula vya kifahari ukinifuata. Bwana sifiwe. I think we need to understand Christ. Ni vyema tumuelewe huyu Yesu. We need to understand him more, ndio? Ni vyema tumuelewe kindani. Paul says that I may know him and Paulo the power analia of his akisema resurrection. ya kwamba nipate kumjua. Because if you don't know him, kwa sababu usipomjua Yesu, you'll appear a very hopeless person. Look at the thief on the cross. He tells Jesus, Lord, remember me when you come to paradise. Then Jesus tells him, verily, verily, I say to you, tonight. Amtazame hata yule mwizi aliyekuwa na Yesu msalabani. Anaambia Yesu na Yesu anamjulisha ya kwamba usiku huu tutakuwa pamoja na wewe kule paradiso. But this other one, he tells him. Na huyu mwingine unasikia Yesu akimwambia mwana Adamu hana mahali pa kulaza kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Let's look at the other person. Tumtazame jamaa mwingine pia. Verse number 61. Mstari wa 61. The Bible says, and another also said, Lord, I will follow you, but let me first go bid them farewell which are at home.
Hapa tunaona mwingine ambaye alielezea Yesu ya kwamba nitakufuata Bwana, lakini subiri ya kwanza nirudi nyumbani nikapeane kwa heri. Before we go there, let's look at the second one, verse 59 kindly. Mstari wa 59. And he said unto another, follow me. Now this one is called. Basi akajulisha mwingine pia nifuate, na huyu pia akashikwa. The other one called himself. Mwingine wa kwanza alijiita. But this one Jesus found him and saw that he was worth following him, and Jesus asked him, follow me. Huyu wa pili Yesu kumtazama akaona anafaa kumfuata. But he said, Lord, akasema, Bwana, suffer me first to go and bury my father. You know his father died. Nivumilie kwanza niende nikamzike babangu. Huyo babake alikuwa ameaga. I think this day was not a very good day for these people. Hii siku inaonekana haikuwa siku njema kwa hawa watu. Jesus said to him, verse 60. Yesu akamwelezea, let the dead bury their dead. Waachilia walio na wafu wazike wafu wao. But you go and preach the kingdom of God. Lakini wewe wawache uende ukahubiri injili ya Mungu. Remember, this is a person that Christ himself called. Kumbuka huyu ni Yesu mwenyewe amechagua kumuita. And Jesus had seen some power in this person. Yesu alikuwa ameona umanufaa ndani ya huyu mtu. And that he was able to preach the gospel of Christ. Na akamtazama ya kwamba yeye atakuwa na uwezo wa kuhubiri injili. But his father had died. Na kumbuka huyu mtu babake alikuwa ameaga. I don't know where this meeting was and where this man's home was. Sielewi Yesu alikutana na huyu mtu upande gani na kwake nyumbani kulikuwa wapi. Because he left his father lying down dead and he came to where Jesus was. Manaka aliwacha babaka amelazwa na akaja mahali Yesu alikuwa. And little did he know that Christ was going to identify him, to isolate him. Na yeye hakujua ya kwamba katika hiyo hali yake Yesu atamtambua. I will follow you. Nitakufuata. But. Lakini. Elder was telling us, but is a preposition. Tulikuwa tunajulishwa ya kwamba lakini. I have come to tell us. Nimekuja kuwajulisha. That in the year 2021. Huu mwaka wa 2021. Tuachane na but. Tujitenge na kusema lakini. There are things that we have been taking as excuses in the past. Kuna mambo tumekuwa tukipeana visababu. I would have gone but. Ningelienda lakini. No, this is the day I make the greatest sales. Unajua hii ni siku ambaye I make the greatest sales. Nauzanga sana siku kama hii siwezi. Kumbuka ni Jumapili, ni siku ya kuuza sana kwa mfanyabiashara. And therefore I would have gone but. Ningelienda lakini. I pray that we avoid excuses this year and we walk right with Christ. Everything that might come our way that may make us come up with buts, we have to leave them because we are new creations in the year 2021. Ombi langu ni ya kwamba tufanye uamuzi, tuachane na visababu ya kusema lakini ningelienda, lakini tutembee upya kwa huu mwaka wa 2021. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Then there is the other volunteer, verse 61. Mwingine wa kujitolea mwenyewe ako kwa ukurasa mstari wa 61. The Bible says, and another also said, Lord, I will follow you. Mwingine akajitokezea akasema, Bwana mimi nitakufuata. There is another but here. Tazama utaona alisema lakini pia. But let me go first. Lakini wachilia kwanza niende. To bid farewell. Nikapeane kwa heri. To my relatives. Kwa wajamaa yangu. When Elijah cast his mantle upon Elisha. Wakati Elia aliwachilia vazi lake kwa Elisha.
Elisha requested Elijah that let me first go and bid farewell to my people. And Elijah had no problem with that. Elisha went, and when he went, what did he do? He first slaughtered all the oxen and used all the yokes as a firewood, and there was a big celebration. Then when he left those people satisfied, he followed his master Elijah. Kumbuka Elisha ni mmoja wa wale ambaye walisema watafuata, na akaambia Elijah, kwanza wacha niende. Alipoenda akazichoma hizo ndege zote na akawacha watu kama wanafanya sherehe. Yeye akafanya uamuzi wa kutosha kumfuata Elijah. But I'm saying this was not a very good day for these people. Lakini mimi nasema hawa watu hawakupata siku nzuri. Jesus tells this man, Yesu anamjulisha huyo mtu, that he who has put his hand on the plow and looks back, yule ambaye ameweka mkono wake kwa jembe la kulima na ng'ombe akatazama nyuma, is not fit for the kingdom of God. Yeye hafai ufalme wa mbinguni. We also don't know whether he followed Jesus or he went home. Pia tujaelezwa ikiwa huyu mtu alimfuata Yesu ama hata yeye pia alishindwa akarudi nyumbani. This man wanted to go back and say goodbye. Huyo mtu alikuwa anataka arudi kwake nyumbani, kaseme kwaheri kwa jamaa zake. What does Jesus say in the book of Matthew chapter 24? Yesu anatuelezea nini katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24? He says, on that day let he who is on the top of the roof not go back to the house to pick anything. Anasema ya kwamba hata yule ambaye atakuwa juu paa ya nyumba asirudi nyumbani kwa nyumba yake akaokota chochote. If it finds you on the top of the roof, ikiwa utapata ungali kwenye paa la nyumba yako, thou shall not go back to the house. Wewe usirudi kwenye nyumba. But this fellow is saying, let me first go back. Naona hawa walisema ngojea nirudi nyumbani kwanza. Being Christ-centered 100% is a war. Kumlenga Yesu 100% kamilifu unapigwa vita. It is a warfare. Kumbuka ni vita za kiroho. Job says in Job 19 verse 25 and 26. Ayubu anasema, for I know my Redeemer is alive. Ninajua ya kwamba mkombozi wangu yu hai. And that he shall stand on the latter day upon the earth. Ya kwamba atasimama siku ya mwisho kwenye ulimwengu huu. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh. Analia akisema angawaje wadudu watakula mwili wangu wote wakaangamiza, I will still see God. Bado mimi nitamuona Mungu wangu. There are things that will affect our concentration on Christ. Kuna vitu ambazo utushambulia na kutuzuia kumtegemea Yesu. And that is why our topic today is talking about purposing. Ndio sababu mada yetu inazungumzia kukusudia, yani unafanya uamuzi. Job says, even if this is skin, the worms infect it, yet I have confidence that in my flesh I shall see the Lord. Ayubu asema ya kwamba ingawaje mwili wangu umekulwa na wadudu, lakini katika mwili wangu bado nitamuona Mungu. He's saying that the destruction of his skin by these worms will not deter him from focusing upon his Savior. Ni kusema ya kwamba ingawaje mwili wangu umeliwa, lakini hakitakuwa kizuizi kumtazama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. So in 2021, mwaka wa 2021, we must focus on Christ. Tungelipenda kumlenga Yesu, yani kumtazama yeye. That despite whatsoever the enemy is going to do, haijalishi ni nini itakuwa inafanyika, we shall not turn back. Hatutarudi nyuma. You know, this person did not turn back. He only looked back. I hope you are getting the difference. Kumbuka huyo mtu hakurudi, hakuangalia nyuma, yeye alirudi. Hapana, hakurudi nyuma, aliangalia nyuma. Amina. Yes.
To turn back means you make an about turn. Yani ni kutazama nyuma hivi. You are going to the west, then you turn and you now face the east. Ni kama ulikuwa unaenda magharibi, unabadilisha kuangalia mashariki. But this fellow did not turn back. He was holding the plow. He only looked back. Basi huyo mtu yeye hakuenda, alikuwa ameendelea kushikilia jembe na anaangalia nyuma. You know the danger of looking back when you are plowing. Basi ikiwa unalima na lile jembe la ng'ombe, waelewa hatari za kutazama nyuma ukiendelea na kazi. What will happen to the furrows? Ni nini itafanyika kwa hizo ng'ombe? Itaenda kombo kombo, si ndio? So maisha yako itaenda kombo kombo unapoanza kuangalia nyuma. Is that correct? Very correct. Bwana sifi. Na utawacha haro. Unajua haro? Oharo, those who came from where I came from. Utawacha oharo kwa shamba wakati unalima na ng'ombe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise be to God. Amina. So he's saying, those who have held the plow, my brother, my sister, the plow is in your hand. Ya kwamba sisi tulioshikilia lilo jembe limo mkononi mwetu. And you are already plowing. Na tayari unaendelea na ulimaji. You are not supposed to look back. Usikatazame nyuma. Bwana asifiwe sana. Amina. When the visitors from heaven came to Sodom and Gomorrah, wageni kutoka mbinguni walipotembelea mji wa Sodoma na Gomora, this man Lot was given instruction. Huyo mtu Lutu alipewa maagizo that you have to leave Sodom and Gomorrah immediately. Aliambiwa kwa haraka atoke kule Sodoma na Gomora. But don't do what? Na akaambiwa asitazame nyuma tena. And Lot held his daughters. Rutu alishikilia wale binti zake. And they went. Wakaenda mbele. I don't know why Lot left his wife. He should also have held the wife. Sielewi ni kwa nini Lutu alimwacha mkewe. Hangelimuacha. Brethren who are married here, hold your wives. Wapendwa mliooa, shikilia mkeo. Or else they will look back. Usipomshikilia tatazama nyuma. You know this woman had friends in Sodom and Gomorrah. Kumbuka huyu mwanamke alikuwa na marafiki zake kule Sodoma na Gomora. And behind her the Sodom and Gomorrah were burning. Walikuwa wanamshikilia wakati ilikuwa inachomeka. She just wanted to confirm, is Elizabeth my friend also burning? Yeye haja yake ilikuwa ni kuhakikisha ikiwa marafiki zake kama Sabeti alikuwa mmoja wa wale wanachomeka. The one who used to bring me news, is she also burning? Let me just confirm. Alikuwa anaangalia ikiwa yule mwenye alikuwa anamletea habari, je, anachomeka naye? Is that house also burning? Na nyumba yake inachomeka pia. Lot's wife did not turn back. She only looked back. Mke wa Rutu yeye hakuenda nyuma, lakini alitazama nyuma. And the Bible says she turned into a pillar of salt which is insoluble. That salt, even if it is rained upon, it cannot be dissolved. And the Bible says that pillar is still standing today. Biblia inasema ya kwamba huyo mwanamke alibadilishwa kuwa jiwe, chumvi la jiwe ambalo aliwezi likayeyuka. Biblia inasema lingali limesimama hadi wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. So there is some reluctance to break away from the world. There is some reluctance. Basi kumbuka kuna kupuuza mtu kutoka kwa ulimwengu, kuchukua mzaa. So this is like a case of divided mind. Hii ni kama kuwa na nia mbili. And the Bible says in James chapter 1 verse 8. Biblia inasema katika Yakobo mlango wa 1 mstari ni wa 8. That a divided mind is unstable
in all things. Ya kwamba mtu ambaye ako na nia mbili hana msimamo. Let's look at this woman in Luke chapter 2. Tutamwangalia huyu mwanamke katika Luka mlango ni wa 2. Luke chapter 2, this is a mama whom I really like. Luka mlango wa 2, huyu ni mama ambaye nampenda sana. Verse number 36 and 37. Mstari wa 36 hadi 37. Her name is called Anna. Huyu mama jina lake ni Anna. The Bible calls her a prophetess. Biblia inamuita nabii. The daughter of Okwengu. Yeye ni binti wa mwinjilisi Okwengu. He is Fanuel. Kumbuka jina la mzee ni Fanuel. This woman was of the tribe of Asa. Huyu mwanamke alikuwa ametoka katika kabila ya Asa. And she was of a great age. Alikuwa ni mama mzee. Since her virginity and she got married, the husband lived with her for only 7 years. Huyu mwanamke alioleka akiwa bikira, kaishi na mumewe miaka 7 pekee. Then the husband died and she became a widow. Baadaye mume wake akafa, mama akabaki mjane. Verse 37 is telling us her age. Mstari wa 37 umejulisha umri wake. She was a widow of about 84 years. That one in the King James Version language is 84 years. Yaani alikuwa ni mama ameishi umri wa miaka 84. This woman never departed from the temple. Yeye hakujitenga na hekalu. But you are seeing how she was serving God. Mtaona vile huyu mama alikuwa anamtumikia Mungu. How was she serving God? Yeye njia yake ya utumishi ilikuwa gani? With fastings. Yeye alikuwa mama wa kuomba na kufunga. When and when? This is not day and night. It is night and day. Alikuwa akiomba usiku mchana pia. We are seeing that the word fasting as a plural there. Tunaona ya kwamba neno kufunga, yani kuomba na kufunga. This woman was Christ-centered despite the so many challenges that she had. Neno kufunga limewekwa katika wingi na inaonyesha vile yeye alimtazama Yesu. This woman never had a long experience in marriage life. Huyu mwanamke hakuwa na ujuzi wa muda mrefu katika maisha ya ndoa. And this woman chose to live in the temple of God. Lakini alifanya uamuzi wa kuishi kwenye hekalu ya Mungu. In verse 38, the Bible says she was also waiting upon the arrival of the Messiah. Biblia inatujulisha ya kwamba alikuwa anangojea kuja kwa Yesu. Christ-centered. Yaani alimtazama, alimngojea Yesu. Tell your neighbor, Christ-centered. Mwambie jirani kumtazama, kumngojea Yesu. And in my language, Christocentric. Kwa lugha ya mzee ni jinsi imeandikwa kwa ubao. Christocentric life. Kulenga maisha ambayo yamelenga kuishia Yesu. Poverty did not deter. You know, we don't know who was feeding her because we are not told that she had children. Biblia haijatujulisha nani alikuwa anamlisha huyo mama, wala haijatajwa ikiwa alikuwa na wana. Kumbuka umaskini haukumzuia kuishi kwa nyumba ya Mungu. This woman had a lot of burden in her heart and she had a good reason not to serve God. Huyo mwanamke alikuwa na mzigo ndani ya maisha yake na alikuwa na sababu tosha ya kumfanya akatae kumtumikia Mungu. She stayed in the temple of God. Alidumu kwa hekalu ya Mungu. And served God with fastings and prayers. Kazi yake ilikuwa kuomba na kufunga. Kumbuka kufunga kwa wingi. In the year 2021. Huu mwaka wa 2021. Can we purpose
to serve God irrespective of the circumstances and situations we go through. Tuamini, tukusudie kumtumikia Mungu kando na zile hali, changamoto, panda shuka za maisha zote. Can we emulate this woman? Tell God, if you made Anna, you gave her grace to serve you in her old age. Oh, I don't think there is anybody who is 84 years old here. Mwanamke huyu awe mfano mwema wa kuiga. Tuseme ikiwa Ana alikuwa wa kutumika, sidhani kama kuna mtu yeyote ambaye ako na hizo miaka 84 hapa kanisani. And she did not waver. Na yeye hakunungunika, hakuachana. She remained focused on her Redeemer. Aliendelea kumtazama mkombozi wake. Was waiting upon the day of the Lord. Alikuwa anangojea siku ya kuja kwa Bwana. Today we are waiting upon the coming of Christ. Leo hii tunasubiri kurudi kwa Yesu. Let us not waver. Tusiwe na shaka. Let us not waver in our opinion. Tusiwe na shaka katika mawazo yetu. Let us be focused upon the Lord. Tutazame kumlenga Yesu. Yesu asifiwe. Amina. There is, I'm almost finishing. There is another man in Mark chapter 10. Kuna mwingine katika Mariko mlango ni wa 10. Verse 17. Mstari wa 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master. Alipokuwa njiani pakatokezea mmoja akikimbia, kapiga magoti kwake na kusema, Bwana mwema, What shall I do that I may inherit eternal life? Nifanye nini ili nirithi ufalme wa mbinguni? Jesus also dismisses this one, ndio? Yesu pia kamtenga huyo. He thought he was going to please him by calling him good. Alifikiria tamfurahisha Yesu kwa kumuita Bwana mwema. Why are you calling me good? Kwa nini unaniita mimi ni mzuri? There is none good but God only. Hakuna yule ambaye ni mzuri pasipo Mungu pekee. And Jesus now narrates to him a few things. Can we go to verse 19? Yesu akamjulisha mambo machache mstari wa 19 hapo. You know the commandments. Wewe unaelewa amri. Do not commit adultery. Wewe usifanye uzinzi. Do not kill. Usiue. Do not steal. Usiibe. Do not bear false witness. Usiseme urongo. Defraud not. Usidanganye. Honor your father and your mother. Heshimu mamako babako. Verse 20. Mstari wa 20. This is a very serious man. Huyu ni mtu wa kumaanisha. He tells Jesus, kaambia Yesu hivi, Master, Bwana, all this I have observed. Haya yote mimi nimetimiza tangu nilikuwa kijana. And the Bible says Jesus loved him. Na Biblia inasema Yesu akampenda. Then Jesus, beholding him, loved him. Yesu akimkubali akampenda. And said to him, na akamwambia hivi, one thing you still lack. Jambo limoja umekosea. Go thy way. Enda. Sell whatsoever thou hast. Enda ukauze mali yako yote. Give to the poor. Upeane kwa maskini. And thou shall have treasure in heaven. Na wewe utakuwa na utajiri uliowekezwa mbinguni. After you have done all those. Unapomaliza kufanya yote. Take up your cross. Uchukue msalaba wako. And follow me. Na urudi kunifuata. Yesu asifiwe. Amen. This is another man. Huyu ni mwingine tena. He came to Jesus running. Alikuja kwa Yesu mbio. But one thing I like of this man is that he kept these things. Jambo limoja nimempenda nalo, huyu mtu alitunza haya maagano. You know, in the sermon on the mountain, Jesus lifted up some standard which Moses did not raise. Unajua katika mlima kulikuwa na viwango Yesu aliinua juu. Hivyo viwango hata Musa pekee alilemewa. When he was talking about thou shall not commit adultery. Alipokuwa akizungumzia mimi sitafanya uzinzi. Remember he says it was said of old that thou shall not commit adultery, but now
Jesus came up with another marking scheme. Kumbuka ilisemwa, Yesu anasema hivyo. I tell you, lakini sasa anasema ninawaambia, looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Yeyote atakayemtazama mwanamke katika hali ya tamaa ya mwili tayari amefanya uzinzi. I suspect that this new standard, this man fulfilled it. Vile ninawazia ni kama huyo mtu alitimiza hilo agano. You have been told not to steal, but once you have coveted, you have already stolen in your heart. Umeambiwa usiibe, lakini unajua ukiwa na tamaa tayari moyo wako umeibwa. You have been told thou shalt not kill, but I tell you, if you become angry with your neighbor, you have already committed murder in your heart. Yesu akasema mliambiwa mwanzoni msiue, lakini ningependa ujue ya kwamba ukiwa na chuki kumhusu jirani tayari moyoni umemuua. I think this man must have fulfilled all this because Christ would have challenged him. Ninapowazia ni kama huyu alitimiza hizi zote, kwa sababu kama hangetimiza Yesu ngemtia changamoto. And that's why Jesus tells him one thing is still lacking. Ndipo Yesu akamwambia jambo limoja lingalipo. Tell your neighbor one thing is still lacking. Mwambie jirani bado jambo limoja lingali. One thing. Bado umekosea limoja. Na si wewe unajua hiyo. I'm telling you today that one thing you must leave it. Nasema ya kwamba huo upungufu wa jambo limoja lazima tuache. One thing that me I don't know, the pastor does not know. You know it and I'm appealing to you to leave it. Hilo jambo limoja, hilo jambo silijui mimi wala mchungaji wako halijui, lakini nakujulisha lazima uliwache. One thing, this is now the point of divergence. Ili jambo limoja, hapa ni la umuhimu mwingi. As we come to the conclusion, tunapotamatisha, what happens when you lose focus on Christ? Ni nini hufanyika wakati unakosea kumtazama, kumlenga Yesu? Genesis chapter 13 verse 10. Mwanzo 13 mstari ni wa 10. You will make wrong choices. Utafanya uamuzi ambaye ni mbaya. You will make wrong choices. Uamuzi wako utakuwa ubaya. The choices you make, uamuzi utakapofanya, are going to be determined physically and not spiritually. Utafanya uamuzi kimwili, hautafanya kiroho. We were talking with the overcomers over career choices. Tulikuwa tunazungumza na vijana haswa wale ambao wamezidi miaka 25 kuhusu masomo yao na kikazi. And we realized that there are so many who don't even pray. Just like I made a careless prayer so many years ago. Nikatambua ya kwamba kuna wengi miongoni mwetu waombi. Ni kama tu vile mimi nilikuwa nafanya maombi ovyo ovyo. And I was sharing with them, and you know, I was a child of God, and you know what I told God? That Father, I want to go to the university. Nikawajulisha mimi tayari nilikuwa nimeokoka hapo mbeleni, na nikaambia Mungu, Baba, mimi ningependa nisome kwa chuo kikuu. So I went to the powerhouse saa moja jioni. Kaenda kwenye ukumbi wa maombi. This is a man going to seek God just before preps, and I told him, Lord, if only you could make me score a grade to enable me to go to the university, I'll be very grateful. Unaona, that's a very careless prayer. Ona maombi yenye niliomba ya kwamba Mungu ukiniwezesha tu nipate hiyo alama ya kuniwezesha niingie chuo kikuu, nitakushukuru sana. Hiyo ilikuwa ni maombi ya ovyo ovyo bila. You know, I did not tell God which university. Moja, sikumjulisha Mungu ni chuo kikuu gani ningelipenda kwenda. I did not tell him which course I wanted to go and pursue. Sikumwambia ni somo gani ningependa kuendelea nalo. Na yeye ujibu maombi, si ndio? Na Mungu ujibu maombi. Alijibu ama hakujibu? Si nilienda chuo kikuu. As we were the people who are being placed in courses where there are vacancies. Basi mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao ulikuwa unaingizwa mahali kuna nafasi ya hilo somo lolote. You know, when you are not focused, you can be placed anywhere. Ukikosa mtazamo unaweza wekwa popote. So walisema huyu amehitimu.
kuhitimu. Okay. This one has scored the grade to join university, si ndio? Huyu amehitimu zile alama za kumwezesha kuingia chuo kikuu. Na there are courses without people. Na sasa tuwaweke hapo. We were placed in a dumping course where every Tom, Harry and Dick was being placed. And yet I'm a child of God. I made a careless prayer. I should have told the Father, this is where I want to go to, and this is what I want to go and do there. Angenipatia. Amen. Maombi ya kulenga yana umuhimu aswa ukienda kwa Mungu Baba. Mimi niliyafanya maombi bila kulenga na kusema nitakacho. Ndipo manake nilipoitwa kwenye chuo kikuu nilitupwa kwa zile kozi ambazo yeyote yule kama Tomaso na Jerry walikuwa wanapelekwa, tunawekwa popote wachaguapo. So like Lot made a wrong choice. Kama Lutu naye alifanya chaguzi mbaya. Number 2, you will settle for less. Ya pili, utakubali chochote kiliopo. You will settle for less. Utakubali chochote kiliopo. There is a man called Terah, the father to Abraham. Kuna mtu jina yake ni Terah, babake Abraham. He had a vision of going to Canaan. Yeye alikuwa na maono ya kufika Kanaani. But when he reached Haran, he settled there. Lakini alipofika mji ambao ulikuwa unaitwa Haran, akatulia pale. You know, maybe Haran looked very good and promising to him. Huenda hapo mahali hiyo nchi ilikuwa inakaa ya kufaa kwake na ya kumpatia tumaini. But that is not what God wanted him to go to. Lakini Mungu hakumtakia hapo mahali. He was meant to go to Canaan. Yeye kulingana na mpango wa Mungu ilifaa aende Kanaani. And when he reached Haran, lakini alipofika mji wa Haran, akasema hapa nimefika mimi. Si banduki, mimi sitoki. Amen. Mimi nitaka hapa. Amen. And that is not what God meant for him. Mungu hakumpangia hilo. Brethren, God might have meant something better for you. Wapendwa, huenda Mungu ana mpango ambao ulikuwa bora zaidi. In the year 2021. Kwa huu mwaka wa 2021. As we focus on Christ. Tunapomtazama Yesu. Refuse to settle for less. Kataa upungufu wote. Yes. Ndio. Yes, you have jiringa kidogo. I'm a child of God. I can't settle for less. Kataa upungufu, sema mimi ni mwana wa Mungu, sikubali chache. Wave in Jesus name. Pungua, salamiane kwa hewa. Just say I'm not going to settle for less. Sema ya kwamba sikubaliani na chache. You know, Terah died in Haran. Terah akafa katika hiyo nchi ya Haran. And he was buried in Haran. Na akazikwa hapo. Alafu akapatia Abraham kazi mingi because it was him to go to Canaan. Then now, God now tells Abraham later on, you know where your father ought to have taken you, sasa, you have to go through that pain of going there yourself. Babake Abraham ilikuwa ni jukumu lake kumpeleka Abraham Kanaani. Ikabidi sasa Mungu amchague Abraham kutimiza ile kazi ambayo ilikuwa ni mwito wa babake. I know there are many people who had set out for heaven. Najua kuna wengi ambao walikuwa wamejipanga kwa ajili ya mbinguni. But they have forgotten about the vision. Lakini wamesahau yale maono. They have opted for Haran, a land of comfort. Wameamua kutulia pale Haran, nchi ambayo ina ustaarabu mwingi. They are strategizing on how to live a comfortable life here. Wao wanalenga na kupanga maisha ambayo imejaa ustarehe. There's a song we used to sing, making what? A little heaven down here. How does it go? Kuna wimbo ambao tulikuwa tunaimba ya kufanya bingu iwe, kuvuruta bingu iwe hapa nchi. Oh, I'm happy, yes. You don't have to be happy with everything. I'm happy today, so happy, yes. We are happy in Christ. In Jesus' name. Because and is now, and the place is here. And the way to be happy is to make someone happy and to run a little heaven out here. Heaven cannot be here. We are way.
Sikubali bingu ikawe hapa chini. Lazima tutaenda binguni. Hallelujah. Amen. Let us not target here. Tusikwamie binguni ya hapa nchini. There is a land of promise. Kuna nchi ya agano. Let us not settle on Haran. Tusikubali kuwa na utulivu hapa Haran. Second last, you will bear no fruit. Ya pili, hautazaa matunda. If you don't focus on Christ, you will bear no fruit. Usipomtazama Yesu kumlenga, hautakuwa mtu wa kuzaa matunda. You will be fruitless. Utakosa matunda, utakuwa tasa. John chapter 15 verse 4. Yohana 15 mstari ni wa 4. He is telling us that he is the vine. Anasema ya kwamba dumu ndani yangu. Abide in me. Dumu ndani yangu. And I in you. Nami ni dumu ndani yako. As the branch cannot bear fruit of itself. Jinsi mti hawezi zaa matunda kibinafsi. Except it abides in the vine. Hadi udumu katika mzabibu. No more can you except you abide in me. Wewe hauwezi zaa matunda usipodumu ndani yangu. If you are not focused on Christ, if you don't reflect the image of Christ, you are going to remain barren in the land where we are, and there will be no hope for you in the land. Usipokubali kudumu ndani ya Yesu na Yesu adumu ndani yako, utabaki tasa, utazaa matunda katika ulimwengu huu. Number 4 and the last one, chances of sinking are imminent. Basi nafasi za kutafuta ukuu. Chances of sinking. Basi kuzama kunakuwa rahisi. Kuzama. You remember this man called Peter, my namesake. Nakumbuka huyu mtu jina lake Petero kama mzee wetu hapa. Matthew chapter 14 verse 29 and 30. Mathayo 15 mstari wa 29 hadi 30. He made history. Yeye alitengeneza historia. By being the first man to walk on water. Yeye alifanya historia kali, akawa mwanadamu wa kwanza kutembea juu ya maji baharini. He also made history. Pia akafanya historia by being the first man to walk on water and to sink. Akiwa mwanadamu wa kwanza akitembea juu ya maji na pia akaanza kuzama. Because he was mesmerized by what was happening to him. Yeye alishikwa na mshangao, ni nini inanitendekea? He was the first man to disobey the law of gravity. Yeye alikuwa mwanadamu wa kwanza kukosea kutii zile nguvu za kuvuruta. And he was sinking because he removed his eye from Christ. Basi akaanza kuzama alipoyaondoa macho yake kumtazama Yesu. At the beginning of the journey in water, he was looking at Christ because Christ told him, come. Mwanzo alikuwa akimtazama Yesu, alipomuita akamwambia njoo. And he was coming. Na akaendelea kwenda, but he was mesmerized. Lakini mshangao. Kasema, is it really me, Peter? Akajiuliza, ni hakika ni mimi Petero? And he started to brag. Akajiangalia, kimajivuno kidogo yakamuingia. And pride entered him. Basi kiburi kikampanda. He was looking at akina John who were left in the boat. Akawatazama akina Yohana ambao walikuwa wamesalia kwenye mashua. He was looking at akina Matthew. Akaangalia Mathayo. And he was telling Judah, although you are our treasurer, kiambia Yuda, ingawaje wewe ni mweka hazina, what I'm doing you cannot do. Hii kazi ninafanya kutembea kwa maji wewe hauwezi. Walking on water. Natembea juu ya maji. And now he removed his eye from the one who made him walk on water. Hiyo ikasababisha macho yake yakakosa kumtazama Yesu, kaanza kuzama. And he began to sink. Kaanza kuzama. And he cried, Lord, save me. Kakumbuka kulia, Yesu niokoe. And the Lord saved him. Na Yesu wa rehema akamuokoa. Ladies and gentlemen, wake kwa Bwana, we have a savior. Tuko na tumaini. We have a savior. Tuko na mwokozi. We have to focus on him. Tukamtazame huyu mwokozi. Peter says, no, not Peter, but Paul tells the Philippians in Philippians chapter 3 verse 8. Paula anajulisha wa kanisa ya Wafilipi 3:8. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus. Anasema mimi
sina shaka tena, na hesabu kila kitu kuwa hasara ili nipate umanufaa na maarifa yaliyomo ndani ya Yesu Kristo Bwana wangu, ambaye nitateseka, for whom I have suffered the loss of all things, ambaye nimekubali kuteseka na kupoteza mambo yote, and do count them but dung, that I may win Christ. Na nimeamua kuhesabu kila kitu kuwa uchafu, yani kuwa bure, ili nimsubiri Yesu. Let us in this year purpose, mwaka huu tunaweza fanya uamuzi, that the things that were making us happy, vitu ambazo zilikuwa zinatufanya tuwe na msisimuko wa furaha nyingine hapo, if they are not things that don't appeal to Christ, kama si vitu ambazo zinaboresha umuhimu wa Yesu, let us count them dung, tuzihesabu kuwa kitu bure, that we may win Christ, ili tuwe na ushindi wa Yesu. Praise and worship team, just move over. Kikundi cha kutuongoza kwa sifa, karibuni. We face a spiritual contention, tunakabiliana na vita za kiroho, conflict with Satan, kupingana na adui Shetani. and this, I want to assure you, will go on until the Savior comes. Na hii nitawahakikishia tutaendelea nayo hadi Yesu Kristo arudi. But our salvation, our victory is secured through the work of Christ at Calvary. Wokovu wetu, ushindi wetu uko salama ndani ya Yesu Kristo. Jesus waged a triumphant battle against Satan. Yesu alipeana ushindi kuu kinyume na Shetani. He disarmed the evil powers and authorities of wickedness. Alishinda nguvu zote za giza zilio angani na popote. Amen. Praise the Lord. Amina. I was just given a little instruction. Ni maagizo kidogo tu. As they sing that song, wanapoimba huo wimbo, remember the Lord Jesus Christ, kumbuka Yesu Kristo redeemed us from Satan's dominion. Alitukomboa kutokana na utawala wa Shetani. And therefore, brethren, don't fear. Basi kataa kuwa na uoga. We will make it. Sisi tutashinda. We will make it. Tutashinda. Just have faith in God. Tuwe na imani ndani ya Mungu. Just trust in God. Tegemea Mungu. Amen. Amina.